sema kwamba rasmi sasa kocha wa kikosi cha Singida Black Stars kuwa ni kocha wa muda wa timu ya taifa. Huyu si mwingine ni Miguel Gamondi. Sasa taarifa ni kwamba imeachana na Hemed Suleiman Morocco ambaye pia alikuwa kocha wa muda tangu kuondoka kwa kocha mkuu wa kipindi cha AFCON pale Ivory Coast ama Cote d'Ivoire. Na sasa tunamtazama Gamondi kwa engo ya kutosha kwenye kuiongoza Stars pale Morocco, Susan Rabat na Fez. Kitu kizuri kuhusiana na timu ya taifa. Timu ya taifa ni mkusanyiko wa wachezaji walio bora au ambao wako katika viwango vizuri kwa wakati huo, ambao itabidi wakutane na mwalimu ambaye ataingiza mbinu na mifumo yake kwa muda mfupi na wanakwenda kwenye mashindano. Kitu kizuri kuhusiana na Miguel Gamondi ni kocha ambaye anajua vizuri ligi ya Tanzania, anajua vizuri mpira wa Tanzania na ana uzoefu nao, anajua wachezaji, amefanya kazi Yanga, sasa hivi anafanya kazi Singida. Na kwangu mimi naona maamuzi yalikuwa ni sahihi, lakini yalitakiwa kufanyika mapema. Yani kwa hiki walichokifanya kwa sasa hivi mimi naona kama wamechelewa, kwa sababu unajua AFCON tunakwenda ni mwezi wa 12 mwishoni, na nadhani ni tarehe 21 ndo AFCON inaanza. Alafu sisi mechi yetu ya kwanza tunacheza tarehe 23 na Nigeria. Mwalimu Miguel Gamondi ana kazi kubwa hivi karibuni ya mechi za Singida Black Stars kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, japo hapa katikati atakuwa na timu ya taifa kwenye mechi ya kirafiki. Kutoka kwenye mechi ya kirafiki anarudi tena Singida Black Stars, atakaa mpaka pale tarehe 30 ambapo wanamaliza mechi mbili zile za mwanzo za makundi. Kwa kuanzia tarehe 30 mpaka tarehe 23 ni kama wiki tatu tu ambazo mwalimu sasa ndo itabidi aite kikosi, lakini pia akae na wachezaji waanze kuelewana, japokuwa wanasema timu ya taifa kwamba hahitaji muda mrefu wa maandalizi kwa sababu unatakiwa uchague wachezaji wa bora, lakini kwa muda ambao Gamondi amekuepo, ambao maamuzi yalofanyika, naamini ni muda mfupi sana. Walikuwa na uwezo wa kufanya jambo hili at least miezi miwili kabla, maybe labda tulivyotoka CHAN, after CHAN wangefanya maamuzi haya ingekuwa vizuri zaidi, au muda mchache baada ya CHAN ingekuwa poa, lakini kwa hiki walichokifanya ni maamuzi sahihi ambayo naona yamechelewa. Okay. Nilizungumza, pata nafasi ya kuzungumza na Masanza kwa njia tu ya message kawaida, nikitaka kufahamu kipi hasa, kwa sababu tumeshaona taarifa TFF na yote ni kwa maslahi ya taifa letu la Tanzania. Nataka kufahamu pia kwa upande wa Singida nini ambacho kinaendelea pale. Kusema kocha anaweza kukabiliana na kubalance, alitumia neno kubalance kituo cha msaada Singida. Singida inaenda kwa hivyo, inaenda kwa utu wa mgongo wa soka la Tanzania very soon. Jambo la kushangaza sana kama kila mtu atakuwa yuko opposite na hili. Singida imewafaa Yanga, imewafaa Simba, imewafaa Fountain Gate, mpaka sasa wapo imara. Yani Fountain ndo wamesaidiwa sana nadhani. Imeenda kuifuata timu ya taifa na timu nyingi ambazo pengine tufahamu. Kuna wachezaji wengi sana wanatoka pale Singida, then wanapata hata muda wa kucheza, wanapata training nzuri ya makocha wa kisasa, wanakuja kutolewa kwa mkopo ama wanauzwa, ama pengine mkataba wao umeisha, wanaenda kwenye timu nyingine na wanakuwa bora zaidi ya kile ambacho walikuwa kabla ya kufika Singida Black Stars. Sasa kuhusiana na Gamondi, kutoka kwa Hussein Masanza alisema ata balance huku na huku. Ataweza Kama kocha mwenyewe ameliafiki kwa klabu unajua lakini kama kocha mwenyewe ameliafiki. Sasa kocha si anataka hela, anataka CV. Unadhani kocha anataka nini? Yani kocha kufanya kazi timu ya taifa hamuoni kwa anapata hela Kwa positive hamuoni kama kocha anaweza kuitengeneza timu nzuri zaidi akiwa na timu huku na huku tena kila siku? Shida ni kwamba Elini, timu ya taifa pia inahitaji muda kwa kocha. Kwa sababu unajua kumhitaji muda kocha ni kwamba
timu ya taifa kuna wachezaji tofauti na klabu. Klabu anaweza akafanya kazi kwenye timu ya taifa, kwenye klabu akaperform vizuri kwa sababu wachezaji wake ni wale kwenye klabu. Ila kwenye timu ya taifa, unatoka klabuni unaenda timu ya taifa, unahitaji muda pia wa kuwasoma kwamba sasa hivi mchezaji gani yupo kwenye form, sasa hivi mchezaji gani ameshuka kiwango, sasa hivi mchezaji gani anahitaji special treatment ipi kutokana na aina anavyocheza kwenye klabu. Unajua kuna wachezaji wapo kwenye timu ya taifa, kwenye klabu hawapati namba, kwenye timu ya taifa wanapata namba. Hao wachezaji wapo wengi sana. Ni kwa sababu mwalimu anajua huyu mchezaji hapati namba kwa sababu hii na hii. Mimi nitamtumia hivi na kwenye timu yangu ya taifa ataperform vizuri. Sasa imagine sasa hivi Singida yupo kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Stars ana mchezo dhidi ya Kuwait nadhani. Siku za usoni. Kitu kata 18. Haya, Gamondi anajigawa vipi kuweza kujua sasa hivi Nova anachezaje? Sasa hivi Fran anachezaje? Itakuwa ni ngumu sana kwake kuweza kuperform. Ndio maana mimi jana kabla wakati kulikuwa tunaenda kwenye kipindi cha Sports Venue nimempigia Ndimbo kumuuliza kwamba ninyi mlikuwa mmetazama vipi kwamba mwalimu ambaye anafundisha klabu anawezaje kuja kufanya kazi kwenye timu ya taifa na mna uhakika gani kwamba atapata huo muda wa kuja kufanya timu ya taifa. Akaniambia kuna wasaidizi wake wengi ambao watakuwepo nyuma, lakini hata ukirejea kwa wasaidizi wake wasaidizi ndio kina namba moja Ahmad Ali yupo kwenye timu ya taifa, msaidizi yupo JKT ana majukumu yake anaendelea. Kwa hiyo bado mimi kuna kitu ambacho mara nyingi waga nakiona kigumu, na nilisema jana kwamba kama hujafika mbali utengana. Makocha wengi wa timu za taifa waga wanakwenda viwanjani kutizama mechi za vilabu tofauti. Yaani leo hii inatakiwa Sagamondi kesho Ijumaa kuna game ya Simba na JKT. Inatakiwa Gamondi aende uwanjani. Pale msaidizi wake yupo. Akaiangalie ile game. Muda huo Gamondi anatakuwa andaa kuna mechi ya Pamba na Singida hiyo tarehe ngapi? Tarehe 8 pia. Sasa yani I say kuna vitu vinafikirisha sana. Ndio mimi jana nikasema sisi tunatakiwa tuwe na project. Unajua watu wakiwa nasikia project mtu huwa anaamini yani ni dude moja kubwa linahitaji yani vitu vikubwa. Ni normal tu. Yani ni kitu cha kawaida tu sana. Ivory Coast wakati wanamwajiri Emma Faye, kocha wao yule kocha bana, ilikuwa ni project yao. Walimtengeneza mwalimu, wakampitisha timu za vijana, wakampeleka Spain. Akaenda akawa analyst wa timu kule. Wakati huko wao wanamtegemea aje kuwa kocha mkuu. Kule walimpeleka kama video analyst wa timu. Kaenda akajifunza makocha wanafanyaje, kala darasa kule, kapitia kozi tofauti. Alivyorudi kapelekwa kwenye timu ya vijana ya taifa ya Ivory Coast, akawa anafanya kazi pale. Wakati wamemfukuza kocha wao mkuu kwenye michuano ya kombe la AFCON, wakamchukua yule kocha wao kwa sababu aliamini yule kocha ndiye kocha ambaye anaijua Ivory Coast nje ndani. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ameenda nje, amepata ile darasa nje, akirudi kwa project yao, japokuwa haikuwa huo mwaka ndo ampe huyo mwalimu. Yani alikuwa bado yupo kwenye project. Ilikuwa mwaka unaofuata ndo alikuwa anataka kumpeleka kwenye nini? Kwenye timu ya taifa ya wakubwa. Lakini baada ya mwalimu mkuu kuondoka kwenye michuano ya AFCON, wakamwambia Emas nenda kakae kwenye ile nani. Alipofika pale, kitu cha kwanza ambacho yeye alikiamini, aliwaambia wachezaji wake, mimi sina profile kama nyie. Hapa kuna wachezaji wakubwa kina Max sijui nyie mmecheza kwenye soka kwa kiasi kikubwa. Kuna wachezaji hapa wamecheza mataifa makubwa. Mimi ndio kwanza nimetoka timu ya taifa na nilikuwa nacheza. Nimeenda kwenye mazoezi, nimejifunza, nimerudi. Nataka tutengeneze timu ya taifa bora. Kawaita wakina Max Graduate, wachezaji wa kongwe, wakakaa wakatengeneza kikosi, timu ikaperform. Hiyo ni project yao ambayo bado ilikuwa haijakamilika. Watu kama wakina Mauritania, project zao hawa wametukuta njiani sisi wakina Madagascar. Yani wale project inaonekana kabisa, watu wanakuambia sisi tuna miaka 7 tunataka tutengeneze kikosi. Miaka 7 watu wanakuambia project. Na project sio kwamba ukiwa na project hautakuwa unashindana kwenye leo mataifa. No, sisi tatizo letu sisi ni kwamba sisi ikitokea mashindano, chani hapa pita, tutasema hii tunachukua hii. Wachezaji hawa tunafanya hii tunachukua. Cha tunatolewa hatua ya makundi. AFCON inakuja. Jamaa tunashindana kufika nusu finali. Hebu twende AFCON tufike nusu. Mipango yetu. Yaani si ni ya kukurupuka pap. Tunaenda tunaingia, shop tunaingia. Tuwekeni project. Mimi nafikiri kwa upande wangu na niwapongeze sana TFF. Mimi hapa. Ngoja tutulie sasa. Sikilize nondo. Na neno hili bwana, ni sehemu moja tu. Basi ngoja niseme langu afu mtaniambia kwa nini. Mimi nawapongeza TFF kwa kufikiria kuna umuhimu wa kumchukua Gamondi. Kwanza kwa nini waende mbali? Wakati
hakuna wakati wa majaribio kama ambavyo umesema. Ni kama mkusanyiko kwa muda mfupi ambapo kinahitaji kuzaa matunda. Hilo la kwanza. La pili, nipongeze uongozi wa Singida Black Stars kwa kuachia kwa muda kocha wao. Lakini tukiangalia kiufundi, Singida haiwezi kuachwa ghafla tu jamani. Nao ipo kwenye michuano na kila mtu, iwe TFF iwe Singida, anatamani mwenzake aende mbele zaidi. Si ndivyo? Nafikiri ni wakati ambao sasa hivi Singida inatafuta mwalimu mwingine huku ndani, lakini huku nje wanapunguza tu nafikiri pressure ya mashabiki. Na mimi wakati huu ambao wanataka kumkabidhi Gamondi moja kwa moja wapi? Timu ya taifa. Yaani hoja yangu mimi sasa hii imekuja baada ya kuona kwamba ingekuwa ni ghafla mngeongea zaidi ambavyo mnaongea hivi sasa. Hapo umenielewa? Yes. So kiutu uzima kuna maamuzi yanafanyika, unaona kabisa tu kwamba haya maamuzi yanasaidia manufaa ya calmness kwa timu zote mbili. Sisi tu waandishi wala mashabiki. Unajua kuna mchezaji ambaye alikuwa amepata namba wakati wa Gamondi, amefanya vizuri pale Singida wakati wa Gamondi, akisikia tu kocha anaondoka ghafla na namna anaathirika kisaikolojia. Na wakati huu michuano inaendelea. Hata Yanga taarifa yao ya Mzize ukisoma kwa makini ama ukisikiza kwa makini, unaelewa ni kuwatoa tu mashabiki na wachezaji wenzie pressure, kwa sababu tayari kuna namna Mzize alikuwa ameanza kupigaje. So hata taarifa hii ukitazama unaona kwa namna yoyote ile hapa kuna kitu kinawekwa sawa. Lakini msisahau maslahi ya timu ya taifa jamani ni makubwa. Msisahau 2027 tuna nyumbani. Mimi bwana sitasema sana, lakini sikufurahishwa sisi kuondolewa chani. Yaani kwenye hatua ile sikufurahishwa. Yaani sikufurahishwa kabisa kwamba waandaaji ndio tunatolewa kwenye hatua kama hii. Anyway, nimeshasema sipo kwenye mambo ya wengi. Sitawazungumzia Kenya na Uganda, sikuwa najua plans zao. Lakini sisi Tanzania pia tuna nafasi kubwa sana ya kufika at least hata nusu finali. Sawa. 2027. Sio this time, lakini 2027 ambayo ni full mkoko na wachezaji wa Europe. Ukitazama si Gamondi hapo atakuwa ameshakaa muda mrefu. Ndio ninachosema. Yaani ukitazama mimi nachokitaka namalizia. Gamondi ameshakaa Yanga, si ndio? Ameshacheza mechi za Simba na Yanga, ameshacheza kwenye mechi za ligi ya Tanzania. Kwa nini waende mbali wakatafutie kocha ambaye atakuja upya kusoma mazingira ya Tanzania? Kwa hiyo sasa kama project yao ni kweli kumchukua Gamondi, wamchukue na wakae naye kwa muda mrefu. Yaani at least mpaka 2027 tuna Gamondi. Kama ataenda vizuri, lakini hata kwa sio kwenda vizuri, hata kwa matokeo ya mechi ya kesho kutwa ya mwezi wa 12, basi hata tuone kuna kitu kipya, kuna hadithi mpya ambayo tunaipata kwenye timu progress ya taifa. Yes, progress. Hiyo ya hili mimi nimeipenda na nimeichukua. Na nadhani ndo yani alichokieleza nadhani ndo hiyo akili ya TFF pia. Kwa sababu Aileen ameongea kitu kikubwa sana. Yaani kwa sasa hivi ilikuwa kama unamchukua Gamondi, leo hii yupo Singida, timu ipo kwenye kombe la shirikisho, unamchukua Gamondi papo ghafla. Unafikiri kuna mtu angekuelewa? Umevuruga hapo mwanzo. Hakuna mtu angekuelewa. Hiyo yani hiyo 100% hiyo mimi Aileen namuelewa kabisa. Kwa hiyo kama ameongea vizuri mwishoni, kama ni mpango wao, inabidi tuone mpaka mwisho sasa kwamba tunakuja tunamsubiri Gamondi, ipo siku atakuja kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa. Yaani ateka tu. Akiwa kiateka itanikera sana hiyo, kwa sababu Morocco pia kaka kama kiateka muda mrefu sana. Mwaka kama miezi 10. Mwaka kama na miezi 10. Kwa Januari 2024 kwenye AFCON. Kwa hiyo amekaa muda mrefu sana nadhani. Mimi nachokitaka au nachokitamani. Gamondi aachane na Singida Black Stars. Muda gani? Wamalize kwanza hizi mechi mbili za tarehe 20. Amalize shirikisho yote. Mpaka mwezi Februari. Mpaka Januari. Mpaka Februari. Mpaka Januari. Si makundi yanaisha Februari mwezi wa pili mwakani. Leo unajua sasa hivi zinapigwa mechi mbili hapa. Tunakwenda AFCON inaisha Januari. Januari tarehe 23 mpaka 25 yanarejea makundi. Mpaka tarehe 15 nadhani mwezi wa pili. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika tu hapa, Gamondi akishamaliza hizi mechi mbili za mwanzo za tarehe 30 aachane kabisa. Na hapo tutakuwa na muda gani wa kutoka hizo mechi za sasa hivi kuipisha nani
kupisha AFCON Eh. mechi za mwisho ni wiki 3. Mwisho tarehe Sasa 30. kumbe bado inawezekana. Sawa. Hawezi kuiacha yani hiyo kwa sababu Sasa unajua kwa nini? Ikianza si timu za za klabu zinapumzika. Kwao atafocus. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini mtihani ukoje? Wakati klabu zinapumzika pale, klabu zinapumzika huku zikijiandaa kwa sababu AFCON inaisha tarehe 18 Januari. Sawa? Tarehe 23 CAF Champions League na Confederation inarejea. Kwa hiyo wakati haiwezekani Gamondi apate matokeo shwa mechi mbili hizi za kwanza hapo wanaona kabisa huyu hapa anaenda kutupeleka robo finali afu mwambie aondoke. Tunachoongelea hapa ni kufocus kwa klabu kubwa. Okay. Klabu Nicola Speaker.